Baika. Mimi nimewekwa pingu, tumeshikanishwa wawili. Tunapelekwa ninio Kamukunji pale, Kamukunji police station. Tunatembea, mwenzangu naye unamshika. Sasa unajua amebabaika kabisa. Unashika mwalimu wetu. Unajua ametoka Mombasa, ana barua amekuja kuhubiri. Sasa watakuelewa. Hivyo akaonyesha paka kadi ya haki na amani, kumbe ni ninio ya haki na amani. Sasa they are cooling down, but because they after money. Mimi niko tayari. By the way I was ready. Let me go inside there kwa sababu ndani yangu najua sijafanya chochote. Yule akababaika, karudi mfukoni, akawapa shilingi 100. Alipotoa pesa, sasa si ametoa. Wakaona pesa, wakaanza kusema, wewe unaongea vizuri, acha na ukihelehele." Yule madam polisi wakati wamechukua pesa akaanza kumwambia huyu, "Hawaniongeleshi direct. You mean nilisimama kuonesha I'm not fearing you." Akaanza kumwambia, "Na usitulaani." Haulaani na mtu yeyote. Kitendo unachofanya ndio unakaribisha nini? Unakaribisha laana kwako. Sasa imenikujia kwa sababu hata wale ambao tumekuwa kwenye familia ambaye baba zetu wamekuwa polisi. Yaani tutaambiana ukweli hapa ili tusaidiane, tuombe tu tusaidike kwenye familia. Maybe umezaliwa kwenye familia ambaye baba alikuwa ni polisi. Na hiyo ndio kazi alikuwa anafanya. Amedhulumu watu. What I'm trying to say is kama mzazi wangu alidhulumu watu in whatever capacity in any given aspect ya maisha, alidhulumu mtu, hiyo dhuluma aliyofanya na mimi ni damu yake, if I do not stand in the gap kufanya toba ya hayo aliyofanya, ndio nakutaga uko hapo unasali, unachikanisha novena zote, kuna vitu haviendi, unashindwa what is happening. We need kufanya toba, kuomba msamaha kwa ajili ya yale yaliyofanywa, kwa sababu tumetoka kwenye familia, and that's why we are here. Sasa we've got 3 categories of curses. Nazungumzia curses kwa sababu ndio kitu tutafundishana kesho na kesho kutwa. Kuna category 3 za kitu kinaitwa laana. Na pengine ni define what is a curse. What do you understand by a curse? If I may ask. Laana ni nini? What is a curse? Laana inaweza kuwa na definition nyingi, lakini mimi wanaidefine nasema laana ni nguvu inayokuvuta nyuma unapokaribia mafanikio yako. There is something pulling you back. Na laana ukiongeza tena, it is a pattern inayojirudia kwenye familia. Laana sio kwa mtu mmoja tu. Unaweza kuta inajirudia, iko kwako, iko kwa ndugu, iko kwa yule mwingine. That's all unaweza kujua ni laana. Otherwise kama ni wewe peke yako, inaweza kuwa sio laana ikawa ni kifungo. There is a difference. Tutafundishana tunaposonga mbele na somo. Laana ni nguvu inayovuta nyuma tunapokaribia mafanikio yetu, ina block na pia inajirudia. Kile ambacho inasababisha inajirudia katika familia. So inakosa machozi sio kwako tu, ni kwako na ndugu na yule mwingine. So kuna category 3 za curses. Category number 1 ambaye utafikiria it is very controversial ya Mungu. Kuna laana ya Mungu. Msifu Yesu Kristo. Wakati nilitamkia kwa kitu hiki mara ya kwanza nilimwangalia mwalimu mara mbili. Na kwaje Mungu anilaani? Lakini ipo. Kwa sababu iko hapa na tutasoma Biblia. Twende kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Sheria. Deuteronomy chapter 28. Na hii ninawapa tu homework na mapema. Ukienda nyumbani jisomee hiyo kitabu kama utaweza. Soma hiyo kitabu ya Deuteronomy. Ukianzia mstari wa kwanza hadi wa 14, it talks about blessings. Blessings that we receive by obeying God. But now here we are talking about curses. Ukisoma kuanzia mstari wa 15 inasema hivi. Na neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo usisema mwingine anasema Mungu analaani, sio mimi nimesema, ni Mungu mwenyewe kwenye neno lake. Anasema hivi: "Lakini kama hamtaitii sauti ya Mwenyezi Mungu Mungu wenu, au msipokuwa waangalifu kutekeleza amri zake zote na masharti ninayowaamuru leo, basi mtapatwa na laana hizi zote." Sio mimi nimeandika Biblia. Mtapatwa na laana hizi zote. Mtapata laana katika miji yenu na mashamba yenu. Vikapu vyenu vya nafaka vitalaaniwa na vyombo vyenu vya kukandia mkate. Watoto wenu watalaaniwa na mazao yenu ya nchi. Mifugo yenu italaaniwa isiongezeke. Mtalaaniwa mnapoingia na mnapotoka. Kuanzia mstari wa 15 kuendelea, ukisoma the whole chapter inaleta picha wazi ya alichosema Mwenyezi Mungu. Tusipotii tutapata laana kutoka kwa nani? Sasa hapa tunapozungumzia wazee wetu kwenye familia, ni vipi tunapata laana kutoka kwa mti wa ukoo? Yale waliofanya kinyume na mapenzi ya Mungu yanakaribisha hii. Na yakikaribisha laana sio kwao tu, ni kwao na uzao. By the way, now that we are here, hatuko hapa tu kwa ajili ya familia hizi za huku nyuma. Tuko hapa pia wewe ambao umebarikiwa una watoto. You have to uiangalie kwa pande zote mbili. Kuna wazazi walisababisha na wewe uelewe maisha unayoishi saa hii. Whatever you do saa hii na umezaa. Unajua tunasema I love my daughter, I love my son.
if you love your daughter and you love your son, be extra cautious the way you live. Cause kila kitu unafanyaga hapa duniani kinakuaga na outcome yake either positive ama negative. So wakati hapa anasema tusipotii atatulaani, ina maana mukiri hata kama kwa sasa sina familia, yale maisha ninaishi, mtoto nitakayezaa kama vile tunasema wazee walifanya dhambi na hawapo tena, na sisi tunateseka. Na uzao wangu mimi mukiri, my son, my daughter and my grandsons and my granddaughter, they'll be affected by the life I'm living even now that I'm not married. That's how serious business it is. You have to be cautious. Unajua kutotii Mungu it is equal to sin. Of course, tukidefine dhambi ni kutotii sheria ya Mwenyezi Mungu. Na watu wengi ufikiria nisipotii Mungu, the consequence unafikiria ni zako tu wewe ambao hujafanya. Yaani wewe ambao umefanya kile kitendo. Unasemaga hata nikiumia si ni mimi. It's not about you. It's about you and those people wanaokuhusu wewe. Wewe leo ni mama, umeanza kufanya vituko vyako. Wewe ni baba, umeanza kufanya vituko vyako na una watoto. Hawa watoto hata kama mdomo wako hautatamka laana, haya unayowafanya consequence, amesema nini? Nitafuatilizia wana wa waovu maovu ya baba zao, kizazi cha kwanza, cha pili mpaka cha tatu. So as much as you are saying I love my son, what kind of a life are you living? Ikiwa mahali uko unadhulumu watu, sisi tulio hapa ile kazi nafanya, niwe nadhulumu watu pengine kwa ile duka yangu pale, nikiwa nadhulumu watu nitafurahia, si nimedhulumu, nimepata pengine extra ambaye sio halali. Let me tell you, inaandikwa record iko, mtoto atakayekuja kuzaa nisiposimama na kufanya toba kwa ajili ya iko, consequence hiyo dhambi itamfuatilizia mpaka yeye. So kuna laana hii ambayo tunasema Kumbukumbu la Sheria 28 inasema tusipomtii Mwenyezi Mungu, Mungu amesema tutapokea laana. Tutaisoma zaidi tunapoendelea na somo. Twende kwenye Samueli wa pili. Tunazungumzia kategori tatu za laana. Ya kwanza inatoka kwa Mungu, na ndio hii tunataka kupiga muhuri kwa neno lake huyo Mungu, usiseme ni maneno ya mukiri. Ukienda kwenye 2 Samuel chapter 2 verse 30 and 31. 2 Samuel, Samueli wa pili sura ya pili, Samueli wa pili sura ya pili mstari wa 30 na 31 inasema hivi. Ngoja kidogo. Si Samueli wa pili, sorry, wa kwanza. Naomba urekebishe, ndio maana nimefungua nikakuta sio ujumbe ambao nilitaka. Ni Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza sura ya pili mstari wa 30 na 31 inasema, kwa hiyo Mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli, anatamka hivi: niliahidi kwamba jamaa yako na jamaa ya wazee wako mtakuja mbele yangu kunitumikia milele. Lakini sasa Mwenyezi Mungu anakutangazia hivi: jambo hilo liwe mbali nami. Nitawaheshimu wale wanaoniheshimu, na wale wanaonidharau nitawadharau. Angalia, siku zaja ambapo nitawaua vijana wote wa kiume katika jamaa yako na katika ukoo wako, na hata hakutakuweko mwanaume yeyote atakayeishi awe mzee. Naomba nisome huo mstari wa 31 tena. Huu ni Mungu anatamka. Anasema angalia siku ya zaja ambapo nani anasema nitawaua, mimi Mungu nitawaua vijana wote wa kiume katika jamaa yako, familia, katika ukoo wako, zaidi ya familia, na hata hakutakuweko na mwanaume yeyote atakayeishi awe mzee. It is a curse, not from the devil. This is God talking here. Anasema ataweza kuachilia laana ya vifo juu ya watoto wa hawa wanaozungumziwa hapa, ni uzao wa Eli. Ukienda ujisomee hicho kitabu hapo mwanzo na uteremko utakuja, wanaozungumziwa hapa ni watoto wa Eli. So kategori ya kwanza ni laana ya Mungu. Tutaelezana zaidi tutakapokuwa tunaendelea siku zijazo. Ya pili, generation curses. Ndio hizo tumetamka, lakini iandike ili tusaidie kutofautisha. Kuna ya Mungu na kuna generation curses. Na hii generation curses tukinukuu Biblia, twende kwenye Maombolezo ambaye nimeitaja. Maombolezo 5:7. Maombolezo 5:7 ambaye anasema nini? Maombolezo 5:7 huwa inasema wazee wetu wametenda dhambi na hawapo tena, na sisi tunateseka kwa ajili ya dhambi zao. Ina maana kwamba matokeo yale ninapitia ni dhambi ambazo zimefanywa na wazee. Ukienda kwenye kitabu cha Exodus, tutamaliza kabla mvua ianguke, usikuzie na wasiwasi. Kitabu cha Exodus
Exodus 34. Hii tunaomba tuisome. Maombolezo sijasoma kwa sababu tumeinukuu sana hata kwenye jumuiya. Twende kwenye kitabu cha Kutoka, Exodus chapter 34 verse 7. Verse 7 inasema, mimi na wafadhili maelfu nikiwasamehe uovu, makosa na dhambi, lakini kwa vyovyote vile sitaacha kuadhibu wenye hatia, na wapatiliza watoto na wajukuu uovu wa baba na babu zao hata kizazi cha 3 na cha 4. Hii Exodus inaoana na ile Kutoka ambayo tulisoma chapter 20, kwamba Mungu anafuatilizia. We are talking about category ya laana zinazotokana na ukoo wetu. Ukienda kwenye kitabu cha Hesabu, poleni nitakimbia sana kidogo ili tutakuwa na sala na tumalizie kabla hii mvua iweze kumwagika. Mstari wa 7. Numbers 14:18 ndio nilikuwa nasema kabla tujabumburushwa kidogo. Hesabu 14:18, Hesabu ni Numbers chapter 14 verse 18 inasema hivi. Mimi Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa hasira. Mimi Mwenyezi Mungu si mwepesi wa hasira, ni mwenye fadhili nyingi na ni mwenye kusamehe uovu na makosa. Lakini anarudia alichosema kwenye Exodus. Lakini kwa vyovyote vile, the same wording, kwa vyovyote vile sitakosa kuadhibu watoto na wajukuu hadi kizazi cha 3 na cha 4 kwa dhambi za wazee wao. Ndio maana tunasema category ya pili ya curses ni generation curses ambazo tunazipokea kwa ajili ya dhambi zilizofanywa na wale waliotangulia. Number 3, self. Numbers 14:18. Numbers 14:18. Numbers 14:18. Category ya 3, self-imposed curses. Kuna laana hujalaaniwa na mtu, umejirani mwenyewe. Wewe mwenyewe, hakuna mtu ametamka laana juu yako, umejirani wewe mwenyewe. Na hizi pia ziko. Na tunakutaga, let us be careful na maneno ambayo huwa tunatamka. Tutafundishana kufika kwenye laana ya maneno. Hapa Methali 18:21. Self-imposed curses. Zile laana ambazo hazijatoka kwa mtu, ni kwako wewe binafsi, you as a person. Proverbs 18:21 inasema maneno, ulimi ya Kiswahili inatamka ulimi, inasema ulimi unaua na unafanya hai. Ulimi ni maneno, yani pale inasimamia maneno. Maneno yanayotoka kwenye kinywa chako yanaumba na yanaua. Kwa mfano, wewe unafanya biashara, alafu kila siku unasema, haki mimi sioni biashara kama naweza. Haki siwezake, sioni kama naweza. Alafu jioni, Mungu bariki biashara yangu. Sasa what are you doing? Shetani anasimama kama mshtaki. Sema angalia huyu. Si yeye mwenyewe alisema hawezi. Na yeye Mungu ni mwaminifu. Anafuatilizia lile neno nimefanya nini? Umetoa kwenye kinywa chako. So laana zingine tunazitamkia, na hapa kwa self imposed kuna kitu hapa. Kando na hii ya kujitamkia, kuna what we call Asante. Meipata hiyo Proverbs 18:21. Asante Yesu kwa kutusimamishia. Sasa hapa kwa self imposed kuna kitu kingine hapo uandike chini. Kiko kwa hiyo self imposed lakini kinaitwa hidden curses. Nitakueleza what it means. Hidden curses iko kwa hiyo category ya self imposed. Zile ambazo umejiletea mwenyewe. Hidden curses ni ipi? Si tumezaliwa Si tuna wazazi? Do you know wakati unafanya kitu mzazi wako kikamuuma akamwaga machozi, hata asipokulaani hayo machozi hayo huo uchungu ulio ndani ya moyo wake unakuwa laana kwako moja kwa moja. Tumsifu Yesu Kristo. Unafanya kitu ambacho kinaumiza mzazi, huo ni mfano mmoja. Hajatamka kwa sababu anakupenda, hata sema mkiri nimekulaani, lakini kimemuuma, yani anaweza nifanya hivyo, mimi ndio nilimzaa. Wakati analia yale machozi yanatoka, inakuwa laana moja kwa moja hata pasipo yeye kutamka kwamba amekulaani. Haya, hapo self-imposed hidden curses. Dhuluma. Wakati umefanya kitu ambacho kuna mtu analia machozi, hata kama hatafungua kinywa akulaani kwa maneno, hiyo tu kwamba anasikia uchungu kwa sababu yako, it is a curse. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tutaelezana zaidi tukiangalia milango ya laana kesho na kesho kutwa, especially kuhusu our parents. Usishangae kwa nini amri 10 za Mungu, it is the fourth one ambaye ilipewa na baraka ya moja kwa moja na ahadi ya moja kwa moja. Heshimu baba na mama.
Nilizowaambia siku nyingi na huwa najikumbusha mwenyewe. Tunakuja mjini, tunakuja town, tunasahau tulizaliwa. Wewe unakula raha, unaishi hapa, kadhido inakujua, mkarimu kabisa. Wanaume wakiingia kwa bar, wewe ndio unafuti the bill. Watakunywa walewe mpaka asubuhi. Hamna shida. Kama ni akina dada the same. You having a good life. What about your mom and your dad? Alafu unashangaa kwa nini vitu vimeanza kugonga mwamba. You know, money is not everything. Unaweza kuta una pesa lakini kuna vitu haviendi. Sasa lazima tuweze kuangalia especially hii inayohusu wazazi. Mzazi wako mahali alipo ana amani. Do you know the opposite, the vice versa? Ndio tunafaa kung'ang'ania. Kwamba wakati mama yako na baba yako atakuwa na smile kutoka moyoni na wewe ndio umesababisha hiyo smile. Hata akichoka mdomo akose kutamka aseme nimekubariki, inakuwa baraka moja kwa moja. Tumsifu Yesu Kristo. Hidden curses. Tutazieleza tu tukisonga mbele. Naomba tusimame. Katika hali hiyo hiyo, ufunga macho yako, muamini Mungu. Tuko mbele zako Bwana wa mabwana, tuko mbele zako ewe Bwana wa mabwana, tuko mbele zako Bwana wa mabwana, tuko mbele zako ewe Bwana wa mabwana. Wajua machozi yetu Yesu mfalme wetu, wajua mateso yetu ewe Bwana wa mabwana, tuko mbele zako Bwana wa mabwana, tuko mbele zako ewe Bwana wa mabwana. Wajua familia yangu Yesu mfalme wangu, wajua familia yangu ewe Bwana wa mabwana, niko mbele zako Bwana wa mabwana, niko mbele zako ewe Bwana wa mabwana. Nahitaji msaada wako Yesu mfalme wangu, nahitaji msaada wako ewe Bwana wa mabwana, niko mbele zako Bwana wa mabwana, niko mbele zako ewe Bwana wa mabwana. Sema Bwana Yesu, nakushukuru kwa wema wako na baraka zako na fadhili zako, na hasa jioni ya leo umenipa nafasi kukusikiliza wewe. Bwana Yesu, wewe unanijua na unanifahamu mahali nimetoka na familia yangu na ukoo wetu. Yesu, pale msalabani ulisema yote yameisha. Ninakuomba Bwana Yesu, ufanye jambo jipya kwenye familia yangu. Jioni ya leo naomba msamaha kwa niaba ya wazazi wangu na wazee wangu na ukoo wetu na familia yetu. Yale yote yaliyofanywa kinyume na mapenzi yako, kwa kujua na kwa kutokujua, ninaomba msamaha. Umesema kwenye neno lako unatafuta mtu mmoja atakayesimama kwenye pengo. Ninanyenyekea na kusimama mimi kwa niaba ya familia yangu. Yesu, kupitia novena hii ninakuomba laana zote na vifungo vyote kwenye familia yangu ukaviondoe na kufanya mambo sawa katika familia yetu. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunazidi kunyenyekea miguuni pako jioni ya leo.
tuna kila sababu ya kuendelea kukushukuru kwa ajili ya neno lako na hasa novena hii. Asante kwa neno ambalo umetulisha leo, umezidi kutufunulia yale ambayo yamefanyika kwenye maisha yetu na familia zetu, yanaathiri maisha yetu mpaka siku ya leo. Baba, tumejinyima na tumekuja kunyenyekea na kukuomba wewe kwamba ukafanye jambo jipya kwa ajili ya familia zetu. Kristo, yale yaliyofanywa na wazee wetu, tunasimama tuko mahali hapa tukifanya toba, ukawasamehe wazee wetu hata walioondoka dunia hii. Baba, ukawasamehe dhambi zao ili sisi ambao ni uzao wao tukaweza kupokea baraka zako. Roho Mtakatifu, tunaomba ukazidi kutufunulia yale ambayo yanafanyika kwenye maisha yetu, yale ambayo tulifikiria ni ya kawaida. Endelea kutufunulia, na unapotufunulia tupe nguvu ya kusali, nguvu ya kufanya toba ya kweli, ili kupitia sala hizi Bwana Yesu Kristo akaweze kuweka familia zetu uhuru, akaweze kuondoa na laana zote zinazotuandama, nasi tukaweze kufurahia maisha ambayo ametuitia. Bwana Yesu, tunapofumukana kuelekea manyumbani, endelea kutembea nasi, endelea kutuhudumia, endelea kuweka mambo sawa. Siku ya kesho tunakuomba kama ni mapenzi yako, tupe nguvu na uzima, ukatufikishe tunapoendelea na novena yetu, ukazidi kufanya upya ndani ya familia zetu kwa njia ya kipekee, tukakuona ukisimama na kutupigania, ili nasi tukafurahie maisha ambayo umetuitia. Pokea sifa Baba, pokea na utukufu wote, katika jina safi, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa Baba tumeomba na kuamini. Asante Yesu, asante Yesu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Naomba mpe Yesu makofi mazuri. Naomba kumketisha chairman.